Wengi wanamfahamu kwa jina la kisanii la Cloud, lakini jina lake kamili alilopewa na wazazi wake ni Issa Musa Hamis. Ni mtoto kutoka visiwa vya marashi ya karafuu Zanzibar, ambako alizaliwa tarehe 13 Juni 1970. Huyu alizaliwa na mwenzie wakiwa watoto pacha kutoka familia ya Bwana Musa Hamis Juma ambaye kwa sasa ni marehemu, na mama yake ambaye pia ni marehemu Bi Narunge Ali Juma. Safari yake ya kielimu ilianzia katika shule ya msingi Darajani, kisha akaendelea na masomo ya sekondari katika shule ya Haile Selassie alikohitimu mwaka 1993. Tangu akiwa shuleni, moyo wake ulikuwa umefungamana na masuala ya sanaa, akiigiza, kucheza ngoma na kuhani mashairi. Ndipo alipoanza kuvutiwa na wakongwe wa sanaa huko Zanzibar kama kwa marehemu Hali Kuniki na Mzee Mashaka. Hawa walikuwa nyota wakubwa wa maigizo katika visiwa hivyo. Baada ya kumaliza elimu yake ya msingi na sekondari na kuelekea Dar es Salaam kulitafuta jukwaa kubwa la ndoto yake, akaanzisha kikundi cha sanaa na kuwasajili wasanii wengine akiwamo Rashid Mwinshehe, yani Kingwendu, Chikoka na wasanii wengineo. Wakati akiendelea kikundi hicho, macho na masikio yake yalikuwa katika kikundi cha Splendid ambacho kilikuwa kikitengeneza mchezo wa maigizo ulioitwa Hasidi. Cloud akatamani sana kuwa sehemu ya mchezo huo, na hapo ndipo tamaa yake ya kuigiza ikashika moto. Mwaka 2000 aliamua kuzifuata rasmi ndoto zake alipojiunga na kundi la Splendid chini ya mlezi wa vipaji marehemu Mwalimu Kasim Twalib, na toka siku ya kwanza Cloud alipewa nafasi ya kuonyesha makali yake jukwaani. Akashirikiana na wakongwe wengine akiwamo Kulwa Kinkumba, yani Dude, Mohamed Nurdin Chekibudi na wengine. Mwaka 2003 akacheza filamu yake ya kwanza ikaitwa Emorata. Humo alionyesha kipaji chake kikubwa na cha kipekee na kumpa nafasi mpya katika anga ya filamu. Ilipofika mwaka 2005 alipoibuka katika igizo maarufu la runinga la Kimbunga, akazaliwa vizuri kwa jina la kisanii akaitwa Cloud. Jina hilo limemjenga na kumjengea heshima na kumbukumbu kubwa kwa mashabiki wake. Baada ya kundi la Splendid kusambaratika mwaka 2006, Cloud akaunda kundi lake mwenyewe akaliita Cobra Family. Chini ya bendera hii akaanzisha mwelekeo mpya katika tasnia ya filamu hapa Tanzania. Filamu za Kiislamu zenye maudhui ya kimaadili. Akawa msanii wa kwanza wa Kitanzania kutengeneza filamu za kibiashara zenye mwelekeo wa kidini. Filamu zake maarufu ni pamoja na Toba, Shahada na Tarikus Salah, ambazo zimebaki kuwa alama ya ubunifu wake. Msukumo alioupata ulikuwa ni kuona waumini wa Kiislamu, hususan wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, wanapata burudani ya filamu zenye kuendana na maadili ya mwezi huo. Mbali na hizo, alitengeneza pia filamu kama Suria, Kinyonga, Tifu la Mwaka na nyingine nyingi. Hata hivyo, ameshiriki katika filamu kadhaa nje ya Cobra Family, ambazo baadhi yake ni pamoja na Fungate, Basilisa, Penzi la Giza, Pigo na Usijisahau. Filamu hizo zimeendelea kumjenga na kumpa fursa ya kupaa zaidi katika tasnia. Umahiri wake ulimletea tuzo mbalimbali alizozipata, ikiwamo ile ya mwigizaji bora wa kiume kupitia tamasha la filamu la nchi za majahazi, yani ZIF. Huo ulikuwa ni mwaka 2011, pamoja na tuzo nyingine ya mtengenezaji bora wa filamu za maadili. Zaidi ya kuigiza, Cloud amekuwa mlezi wa vipaji vipya. Wasanii kama Kajala Masanja, Esha Boheti, Shumi Leta, Kojak Chilo, Barafu na wengine wengi wamepitia kwenye mikono yake, na hii leo wanafanya vema sana katika tasnia hii. Nje ya filamu, Cloud ni fundi ujenzi, shughuli anayoifanya akiwa anaishi nchini Sweden kwa pamoja na familia yake. Ni mume na baba wa familia. Anapopumzika hupenda kusikiliza muziki, kusoma vitabu na kukaa sehemu tulivu. Katika soka, moyo wake wote upo kwa timu ya Yanga ya Dar es Salaam kwa hapa Tanzania,
na Chelsea ya huko nchini Uingereza barani Ulaya. Ndoto yake kubwa bado ni moja tu, kuona filamu zake zikifika kwenye masoko makubwa ya kimataifa, zikipeperusha bendera ya Tanzania katika anga la dunia. Kwa hakika, Cloud si jina tu katika tasnia ya filamu, bali ni alama ya ubunifu, kioo cha maadili na taa ya kuwasha ndoto za kizazi kipya katika sanaa. Ni mtu aliyeamua kutembea njia tofauti, akapanda mbegu ya sanaa yenye heshima na thamani kubwa kwa jamii. Kutoka visiwa vya karafuu hadi majukwaa ya kimataifa, kutoka kwenye maigizo hadi hadithi za kusisimua kwenye television, Cloud amejidhihirisha kuwa ni zaidi ya msanii. Ni msimulizi wa maisha, mlezi wa vipaji na mshindi wa mioyo ya mashabiki wake. Sio tu kwamba ipo kwenye kazi anazofanya, bali pia katika roho ya uthubutu aliyoubeba. Na hii leo jina lake linabaki kung'aa kama alama ya msanii shupavu wa Tanzania aliyeamua kupaa juu ya mawingu ya sanaa.